Karibu wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa taarifa zetu katika ukumbi huu wetu, ukumbi wa Tanzania News Today, mahala ambapo unapata taarifa zinazoendelea kutoka kwa taifa letu la Tanzania. Cha msingi, kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu, subscribe, like video na vile washa kengele. Mengine mimi niachie niwe nikikuhabarisha. Sasa taarifa ambazo ninapokea mtazamaji wangu kutoka kwa vyanzo vyangu vya habari zinanieleza kwamba serikali ya Samia imepigwa na butwa, imepatwa na mshangao na wameshindwa ni kipi cha kufanya baada ya mtoto wa mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu, mwenye anaitwa Agustino Lissu, kufika Marekani, aswa kwenye bunge la Seneti, kisha akawaadithia jinsi ambavyo mzazi wake ambaye ni Tundu Lissu ameteswa na Samia Suluhu Hassan, vile ameweza kuwekwa kwenye kizuizi bila ya makosa yoyote. Sasa mazungumzo haya ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Washington DC, walipatana katika afisi ya mbunge wa Marekani mwenye anaitwa Joe Wilson, mwanasiasa mwandamizi wa chama cha Republican chake Donald Trump. Huyu ni mshirika wake Donald Trump, na bwana Joe Wilson anajulikana kwa kazi yake katika masuala ya sera za nje na haki za binadamu. Unajua, huyu mtoto wa Tundu Lissu, bwana Agustino, alienda moja kwa moja, kwa lugha ya kimombo wanaita alienda direct mpaka kwa mshirika wa Trump kumwelezea jinsi ambavyo baba yake anateswa, jinsi ambavyo yeye ameteseka, jinsi ambavyo yeye hajawahi pata nafasi nzuri angalau kucheza na mzazi wake ambaye ni Tundu Lissu. Sasa mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliweza kutoka Washington DC, mazungumzo hayo kati ya huyu mtoto wa Lissu Agustino, ambaye waliweza kuongozana na Tausi Likokola pamoja na Emmanuel Katili na Liberatas Mwang'ombe, yaliweza kujikita katika masuala matatu muhimu. Mazungumzo hayo upande wa Washington, ujumbe ambao utafika kwenye meza ya Trump, yaliweza kujikita kwenye mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, haki za binadamu. Jambo la pili, uhuru wa dini, na jambo la tatu, hali ya demokrasia katika taifa letu la Tanzania. Sasa huyu mtoto wake Tundu Lissu pamoja na wenzake walitoa taarifa kwa mbunge huyo Wilson kuhusu maendeleo ya hivi karibuni nchini na kuelezea wasiwasi wao kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu. Sote tunajua kwamba haki za binadamu ziliweza kukiukwa mwaka uliopita, mahala ambapo wananchi wengi sana waliweza kuuawa. Vile huyu mtoto wake Lissu akirejelea jinsi ambavyo haki za binadamu zimeweza kukiukwa ni pale ambapo baba yake mzazi ameweza kukamatwa, amewekwa korokoroni kwa zaidi ya mwaka moja na hakuna kosa ambalo amelitenda. Ni uchungu sana kipindi ambapo alikuwa anahadithia
maseneta hawa wa Marekani, washirika wake Donald Trump. Sasa ninaelezwa hivi, mtazamaji wangu, Bwana Agustino walieleza mbunge huyo kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali inayoendelea nchini Tanzania, na walieleza hofu yao kuhusu mazingira ya ushiriki wa kisiasa na uhuru wa kiraia, na kuhimiza serikali ya Trump kuendelea kuzingatia masuala hayo, kuweza kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye atakuwa anadhulumiwa, na iwapo kuna wale ambao waliweza kufanya mauaji waweze kuhakikisha kwamba wanachukuliwa hatua spesheli. Sasa mtazamaji wangu, hii ziara ya huyu mtoto wa Lissu, Bwana Agustino, imekuja wakati ambapo viongozi wa upinzani Tanzania pamoja na makundi ya kiraia wamekuwa wakishirikiana na serikali pamoja na taasisi za kigeni ili kuangalia ama kuangazia changamoto ambazo kwa mujibu wao zinatishia msingi ya demokrasia. Majadiliano yaliyofanyika Washington yanatarajiwa kuchangia taarifa na tathmini zitakazosaidia kuunda mitazamo ya sera ya Marekani kuhusu Tanzania. Kumbuka kwamba huyu mtoto wake Lissu, Bwana Agustino, anafanya majadiliano na mbunge huyu Bwana Joe Wilson kipindi ambapo wiki ijayo Marekani wanatazamiwa kujadili na kupiga kura kuhusu kitu ambacho kinaitwa vikwazo ambavyo viliweza kupendekezwa dhidi ya Tanzania. Kumbuka kwamba mojawapo ya vitu ambavyo vilichochea mpaka maseneta kuweza kuunda vikwazo dhidi ya Tanzania na dhidi ya viongozi walioko madarakani ni jinsi ambavyo Tundu Lissu amezuiliwa kwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja na hana kosa. Namba 2 ni jinsi ambavyo wananchi waliweza kutolewa uhai mwaka uliopita. Na namba 3 ni jinsi ambavyo serikali imeweza kukiuka haki za binadamu kwa kuwateka wananchi, kuwaua na kisha kuwazika kwenye kaburi la pamoja. Vilevile kitu kingine ambacho kiliweza kuchochea ni jinsi ambavyo serikali hii imekuwa ikiua demokrasia. Udikteta umekithiri, vilevile pamoja na matumizi mabaya ya vyombo vya dola. Sasa mazungumzo hayo pia ninaelezwa kwamba yaliweza kujikita katika kubadilishana taarifa sahihi na kuhakikisha kwamba wasiwasi wa wananchi wa Tanzania unawafikia watunga sera nchini Marekani. Kumbuka kwamba serikali ya Samia, aswa Samia mwenyewe, tukuje na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba pamoja na tukuje na waziri wa mambo ya nchi za kigeni, wamekuwa wakisema kwamba sijui Marekani waliweza kupata taarifa za uongo mitandaoni. Sasa huyu mtoto wa Tundu Lissu, Bwana Agustino, alienda pale ili kuweza kuwapea wa Marekani taarifa sahihi. Na nielewa serikali ya Samia isije kapata kisingizio kwamba Marekani iliokota taarifa mitandaoni. Sasa kitendo hichi cha huyu mtoto wa Lissu kufanya kikao na mazungumzo ya ngazi ya juu pale Marekani kimeweza kuwanyima usingizi serikali ya Samia, aswa kipindi hichi wanajikokota angalau kujiosha na kujipiga vumbi, kujipangusa kuhusu mauaji ambayo walifanya mwaka uliopita.
Juzi tu tulimuona waziri wa mambo ya nchi za kigeni akisema kwamba anataka kualika maseneta wa Marekani waje Tanzania, wakuje kuona ni wapi ambapo wananchi walikuwa wanauawa, wakuje kuona hali halisi. Lakini unajua, wa Marekani sio watu hivi hivi. Yaweza ikawa kwamba huyu mtoto wa Lissu alialikwa, namba 2 aliweza kujipeleka. Lakini kuna kitu ambacho napaswa kujua. Marekani hauwezi ukakanyaga kwenye hizi afisi kubwa kubwa kama hauna mwaliko. Hiyo ni kumaanisha huyu mtoto wa Lissu, bwana Augustino Lissu, aliweza kualikwa ili kwenda kutoa taarifa kamili na kuchora taswira kamili. Huyu mtoto mwenyewe kipindi ambapo alikuwa anazungumza kwenye kikao upande wa Washington DC, alieleza hivi: yeye hajapata ruhusa ya kucheza na baba yake jinsi ambavyo mtoto anaweza kacheza na baba yake. Kwa nini? Kulingana na bwana Agustino, anasema kwamba baba yake kutokana na mazingira ya kisiasa amepata maumivu makali. Mnakumbuka kuna kipindi kimoja aliweza kumiminiwa, bwana Lissu aliweza kumiminiwa risasi nyingi sana mwilini, mpaka ukiweza kumwangalia Lissu kipindi ambapo anatembea unaona ni kama kwamba mguu wake haupo sawa, anachuchumaa. Sasa kulingana na Agustino, anasema kwamba kile kitendo cha baba yake kushambuliwa vibaya na risasi kiliweza kumfanya baba yake hawezi akanyoosha hata mikono kipindi cha kufanya nini, maybe wanataka kucheza pamoja. Anasema kwamba kile kitendo kinamkasirisha, anajutia sana. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Na wale ambao waliweza kumfanyia Tundu Lissu kitendo hicho cha unyama ni hii serikali tu ya CCM. Sasa mtoa taarifa ama ukipenda vyanzo vyangu ananiambia, bwana Ezra, ule mkutano wa ngazi ya juu umeweza kushtua serikali na umeweza kunyima serikali amani. Kwa nini? Huyu kijana alienda akamwaga mtama Marekani, kipindi ambapo Marekani wanatazamiwa kuja kupiga kura wiki ijayo kupitisha au kukataa vikwazo ambavyo viliweza kupendekezwa na maseneta dhidi ya Tanzania. Samia amekuwa akijaribu sana angalau asionekane mbaya. Hata sasa hivi niko na ripoti kwamba makamu wa rais Dr. Njimbi yupo Marekani. Maybe ameenda kutetea Samia. Wenda ikawa kwamba ameenda kutetea Samia na kupembeleza Marekani. Kumbuka kwamba kuna misaada ambayo imeweza kuzuiliwa, kuna mambo ambayo yameweza kuzuiliwa na Marekani. Samia mwenyewe hajawahi kimbia kuelekea Marekani kwa sababu anajua kuna yale ambayo aliweza kuyafanya mabaya. Mnaelewa, juzi tu bwana Mafuela aliweza kuwekewa vikwazo. Kwa hivyo hii serikali inaogopa kwamba huyu kijana wa Tundu Lissu huenda alienda kumwaga mtama zaidi, kitu ambacho kinaweza kikaonekana kwamba kichocheo kwa maseneta wa Marekani kuweza kumwaga vikwazo vingi sana kuelekea kwa hii serikali ya CCM. Sasa kwenye haya mambo matatu ambayo waliweza kuzungumzia, nimekueleza jambo la kwanza ni haki za kibinadamu, mahala ambapo huyu bwana Agustino aliweza kueleza kwamba haki za kibinadamu zimeweza kukiukwa sana katika taifa letu la Tanzania. Ukiweza kuangalia baba yake akijaribu kuzungumza tu kidogo hivi anarushwa korokoroni, hasomewi mashtaka, wananchi waliweza kuuawa kinyama. Haki za kibinadamu zimeweza kukiukwa. Namba 2, mambo ya uhuru wa dini. Hayo ni mambo ambayo yapo. Badiri Kitima mwaka uliopita alishambuliwa na washirika wa hii serikali. Bwana Gwajima mhubiri ilibidi akatoweka, akajificha. Kwa nini? Kwa sababu ya vitisho kutoka kwa serikali.
Serikali ya Samia imekuwa ikishambulia dini ya Katoliki. Sasa kulingana na mazungumzo haya, uhuru wa dini umeweza kuminywa, umefinywa katika taifa letu la Tanzania. Vile hakuna demokrasia. Haya ndio masuala ambayo yalikuwa yanajadili. Hakuna demokrasia. Badala ya kuingia kwenye uchaguzi wa haki na huru, viongozi hawa wanaiba kura. Na tukijaribu kuuliza, wananchi wanamiminiwa risasi, wengine wanatekwa, wengine wanapotezwa. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ila huyu Bwana Augustino Lissu aliweza kumwaga mtama, na majibu yake na matokeo yake tutayaona hivi karibuni. Nikueleza kwamba alikuwa anayazungumza hayo yote kipindi ambapo Marekani inajiandaa kwenda kushughulikia na kuliangalia hili swala la vikwazo kwa Tanzania, vikwazo kwa viongozi wa Tanzania na vikwazo kwa taifa letu la Tanzania kuhusiana na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, pamoja na ukiukwaji wa dini, pamoja na ukiukwaji wa demokrasia ya wazi katika taifa letu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Takuwa nahakikisha kwamba unazipata taarifa sahihi. Cha msingi tu piga subscription. Asanteni sana.